Sasa leo nataka kutaja sababu 5 tu zinazomfanya mwanamke ahangaike baada ya kuatwa. Kila mmoja ashuhudia, hususan maimamu na maduati ndio wanajua mahangaiko ya wanawake wakati wanapoachwa, yapi yanayotokea. Jambo la kwanza ndugu zangu ni mume kuchelewa kumpa mkewe talaka. Hilo la kwanza. Huu ni uzuka wa kupindukia. Sijui imetoka wapi hii. Watu wamefikia stage sasa kila mmoja angalie maisha yake, wewe ukao kezenye simwachi mimi, tamsugua nayo hii talaka paka aseme basi. Huelewi dini, ndio maana huelewi maskini. Wewe ulikurupuka tu na majoho na mayasmini na mabruku nyingi kwenye misikiti, lakini misingi ya dini kwenye masala ya ndoa walikuwa hujui. Mwanamke mwenyewe atakakuachwa ana sababu za msingi za wewe kumuacha. Amekwambia kwanza, shekhe, mwanamke akwambie mimi sikutaki tena niwache, hata sekunde 2 nyingi kichaambo wewe ushaiandika, mambo yamekwisha. Si masala hata ya kutaja mara moja ile kwa hasira tu iandike, la. Tunachozungumza hapa munielewe. Siseme ustadhi vipi bwana? Yaani mwanamke kwambia ni hata wewe mwandikie, kwani hakuna suluhu? Hatuzungumzi hayo. Twazungumza vikao vimefanywa mpaka Amerika na hakuna suluhisho lolote. Sasa ni madhara juu ya madhara. Nazungumza picture hiyo. Madhara haya yamekwenda mpaka mtu amekwambia niwache sikutaki tena. Usilifanye hili la kumhangaisha mwanamke wa watu. Sikupi talaka, ukatoa na misemo ya kimaskani, misemo ya upuzi siokuwa na dini. Mimi najua kuoa tu, sijui kuwata. Lakini Qur'ani ilielezea kuoa, ikaelezea na kuwata. Wanaume mtanisamehe, leo ni siku yenu hii ya hizi nukta tunazozieleza hapa. Misemo ambayo hayana misingi ya dini tuacheni. Imefikia wakati ni talaka, andika. Wacha nitamsugua nayo. Utainunua hii, utahanga, sikupi. Mimi nakwambia simpi. Simpi. Kwanza mimi najua kuoa, sijui kuwata. Haya, nende, toke, nitakupumzika mimi. Elewa huu si hana lolote, madarasa hajui hata mlango umeelekea wapi.